kauli yetu, kauli mbiu ya Vunjo ya Kijani inasema Vunjo yetu CCM yetu, awamu hii hatoki mtu. Na maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwa kazi ambayo inafanywa na Mheshimiwa Rais John Joseph Pombe Magufuli, tuna imani ya kwamba safari hii jimbo la Vunjo litarudi CCM. Na nyewe ni mashahidi, hali ya mwenzetu sio hali. Kwa hivyo sisi kwa pamoja tushirikiane kuona namna gani tunaweza kurudisha jimbo letu hili la Vunjo. Lakini jambo la pili, kwa ufupi kabisa, naomba niwasihi ndugu zangu, watu wa Kahe na watu wa Vunjo kwa ujumla, pamoja na wanachama Chama cha Mapinduzi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, tushikamane, tupendane. Kila mtu ndani ya Chama cha Mapinduzi ana mchango wa kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashinda uchaguzi wa aina yote ile. Kwa hiyo tumruhusu mtu yote ambaye ana nia njema ya kutaka kusaidia Chama cha Mapinduzi katika kufanikisha safari hii ya ushindi bila kumpa mazingira yote ambayo si mazuri. Sote tuna mchango. Sisi sote kwenye Chama cha Mapinduzi tunaamini kwamba sisi wote ni kitu kimoja, si ndivyo jamani? Kila mtu ana haki, si ndivyo? Kwa hivyo tushirikiane kwenye changamoto, tuelezane. Lengo letu sisi ni kuhakikisha kwamba kata hii kama ilivyo ada ni ya CCM, iendelee kuwa ya CCM na jimbo hili lirudi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa ndugu zangu wanakai, niwaombe, ni lazima tushikamane. Ni lazima tuhakikishe Chama cha Mapinduzi kinashika tama, ili ile kasi ya Mheshimiwa Rais ambaye pia ndio mwenyekiti wa chama chetu tuweze kuiona hata katika wilaya ya Moshi vijijini. CCM oye! CCM oye! Kwa mkoa wa Kilimanjaro zimetengenezwa barabara za lami zaidi ya kilomita 647. Barabara za lami zaidi ya kilomita 647. Yote ni kuhakikisha huduma ya mawasiliano inafanyaje, inapatikana. Ndugu zangu wanakai, tunaelekea kwenye uchaguzi mdogo. Lazima tuhakikishe vijiji, vitongoji mpaka kata tunachukua Chama cha Mapinduzi. Ni lazima tupate watu wa kupeleka shida kwa Mheshimiwa Rais. Ni lazima tupate watu wa kupeleka shida kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tusipate watu wa kwenda kupinga. Ndugu zetu wale wapinzani, ikiwa na mbunge wenu wa Vunjo, masuala ya maendeleo yakiwa yanazungumziwa katika ndani ya bunge, wao wanafunga midomo, wanatoka nje. Shida zetu si wanakuja, tutasikilizwa lini? Wabunge wengine wanapewa fedha za maendeleo, mbunge wenu anakimbia bungeni, anasema tusikilizi. Maendeleo tutayaona. Kwa hiyo ni lazima tuchague watu ambao wakwenda kupeleka shida zetu zikasikilizwa. CCM oye! Nizungumzie Vunjo ya Kijani. Tunaposema Vunjo ya Kijani, bahati nzuri na sisi tulifanya Kilimanjaro ya kijani. Sio kwamba tunaotesha miti tuweze kuona kijani mwingi. Tunaposema Vunjo ya Kijani, tunataka katika serikali zijazo, nafasi zote za uchaguzi za kiserikali, Chama cha Mapinduzi kishike hatamu. Tuna uchaguzi wa serikali za mitaa, tuna uchaguzi mkuu 2020. Tunataka Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi za chini ishike hatamu. Ndio maana ya Vunjo ya Kijani, ndio maana ya Kilimanjaro ya kijani, ndio maana ya Tanzania ya kijani, ndio maana ya Mabogini ya kijani, ndio maana ya TPC ya kijani. Tunataka Chama cha Mapinduzi kishike hatamu kuanzia ngazi za chini. Na kushika huku hatamu, ni lazima tuzingatie vitu vifuatavyo. Ni lazima tuwe na umoja ndani ya chama na ndani ya wananchi. Ni lazima tuwe na umoja. Ndugu zangu, niwaambie kwa sasa hivi mifumo imebadilika. Mifumo ya Chama cha Mapinduzi imebadilika, na wapo baadhi wanaojiita wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanazunguka jimbo la Vunjo wakiwa wanatafuta kura za ubunge. Mkiwaona, waambieni subirini muda ufike. Tunataka viongozi wachaguliwe kwa misingi ya haki na kwa misingi ya vigezo. Yoyote anakayejipitisha huko
yoyote alianza kuomba kura tutaenda na kichwa chake. Wapo wanapita na tunawafahamu na wanatuvuruga, wameshaanza kutengeneza makundi, na kuna baadhi ya viongozi wanawabeba, tena viongozi wa chama. Ni lazima tuambie ukweli, waambieni muda sahihi ufike. Hatutaki watu wa kuanza kutuvuruga. Chama cha Mapinduzi kinazingatia misingi ya haki na misingi ya usawa na taratibu na vigezo. Tumchague mtu kulingana na vigezo ambavyo wananchi wanavitaka. Tusimchague mtu kwa sababu ameshaanza kupita katoa pesa. Tusimchague mtu kwa sababu ameshaanza kupita katoa magari ya kwenye misiba. Hatutaki tufikie katika hiyo hatua. Kwa ndugu zangu wanavunjo, mkiona wanapita huko, waambieni muda bado, wanatuvuruga. Tupo kwenye ajenda ya maendeleo, watu wache kwanza. 2020 itafika, tutaanza mchakato wa uchaguzi, lakini kwa sasa hivi waambieni muda bado. Majina tunayo, wanapita, na viongozi nitoe rai, tuache kubeba wagombea. Tuache kubeba wagombea. Sisi ndio tunawaruhusu waje kupita, lakini tunakuwa tu ni sehemu ya kuwakaribia na kuwafanya wafocus katika ajenda kubwa ya maendeleo. Masuala ya uchaguzi bado hayajafika, yakifika tutawaambia. Kwa ndugu zangu, tunataka Vunjo iwe ya kijani. Vunjo ya kijani moja hapo ni kwamba na kumtoa huyo Mbatia anajiita mbunge ambaye amesaliti jimbo. Anajiita ni mbunge wa Vunjo, lakini tokea mimi nina miaka 4 hapa ya uongozi wangu, lakini sijawahi kumwona anafanya hata mkutano wa hadhara. Anajiita ni mbunge wa Vunjo. Kwani wana Kilimanjaro tumekuwa wajinga kiasi hicho? Eti wanakai tumekuwa wajinga kiasi hicho? Tuna mbunge ambaye amesaliti jimbo, alafu anakuja anasema naombeni kura zenu, na sisi tunampa. Tufikie mahala tuseme sasa imetosha, tunataka maendeleo. Tunataka viongozi wa kwenda kusema shida. Tunataka tuwe na mbunge ambaye anaweza akapiga simu kwa waziri wa nishati. Tunataka tuwe na mbunge ambaye anaweza akapiga simu kwa waziri wa elimu. Tunataka tuwe na mbunge ambaye anaweza akapiga simu kwa waziri wa nishati, si ndio? Tusiwe na mbunge wa kupinga. Mbona kama wao wameshindwa, tunaambia awamu hii watatupisha. Kwa ndugu zangu, Vunjo ya kijani inahitaji mshikamano. Vunjo ya kijani inahitaji umoja. Vunjo ya kijani inahitaji upendo. Lazima tuwe wamoja, tushikamane kuhakikisha jimbo letu la Vunjo tunaenda kulikomboa, na inawezekana tuwe na umoja, na inawezekana tuwe tumeshikamana. Tusiwe ni watu wa kulalamika, tusiwe ni watu wa kutengeneza makundi. Kariakoo Bazaar inakuletea bonge la ofa. Twende sawa na Kariakoo Bazaar. Kwa wabunifu wa mapazia, tuna materials za kisasa za kutengenezea mapazia, yani curtain materials. Zipo shuka za cotton, yani high quality na hazivutiki. Kariakoo Bazaar tunang'arisha nyumba yako. Ni kwa kukuletea materials za makapeti, yani PVC zenye sponge na za kawaida. Mafundi wa masofa na wauzaji wa sofa materials, mzigo upo wa kutosha. Twende sawa promotion na Kariakoo Bazaar ni kwa ajili yako. Hii ni kubwa kuliko. Tunauza jumla na reja. Ukinunua jumla unapata punguzo zaidi ya 10%. Tupo mtaa wa Livingstone na tawi letu mtaa wa Swahili, Kariakoo, Dar es Salaam. Tupigie 0713741744.